kwa ni Jonathan Soa, mashabiki wa Simba tungeshangilia hata goli moja. Lakini angalia, tumerudi kipindi cha pili tukategemea atamtoa Joshua Mutale amuingize John Chaziawa au amuingize Kibdensi kama alivyofanya nani sababu ya kumuingiza na kumtoa Mukwala ili aingie Jonathan Soa, wakasaidiana watu wawili. Kibdensi anakimbiza ana nguvu huku Jonathan Soa ana nguvu. Alichokifanya ameenda kumuingiza mchezaji ambao hata mimi control ya mpira ninayo kuliko yeye. Ni nani huyo? Selemani Mwalimu. Yule ni mchezaji ambaye anataka kucheza timu kama Ndanda. Anataka yani timu zile za kawaida. Yule si mchezaji ambaye lakini ufikiri pengine tatizo liko sehemu nyingine, maana unaposema tatizo huenda ikawa ni Mwalimu na mmetoka kufanya mabadiliko ya kumwacha Pantev na sasa ni Matola. Nikwambia kitu kimoja, walichokifanya viongozi wa Simba ni kama umemwacha mkeo afu umeenda kwa mchepuko. Kama umemwacha mke wako afu umeenda kwa mchepuko. Ukiona maana gani kaka? Yaani kumwacha umemtoa kocha head coach ambao alikuwa anadai ni manager. Sawa? Alafu hapo unamwacha Selemani Matola. Kwa nini msimsafishe huyo Matola? Ni nani kwenye hii timu ya Simba? Huyo Matola ni nani kwenye hii timu ya Simba? Ukiwa na maana imefika muda sasa waachane naye. Imefika muda sasa, huu ni wakati. Matola kama sikosei mnaweza mkanisaidia, anaweza akawa na zaidi ya miaka 6 pale Simba. Makocha wanaondoka, yeye anabaki. Makocha wanaondoka, yeye anabaki. Nataka nikuchukulia mfano mmoja. Tulikuwaga na kocha mmoja alikuwa anaitwa Masudi Juma. Sawa, alipita mikononi mwa makocha watatu. Kocha watatu wakati anakaribia kufukuzwa, viongozi wakafanya maamuzi. Otherwise, tumtoe kocha na Masudi lije benchi la ufundi jipya, au aondoke Masudi Juma abakie kocha mkuu ambaye ni Patrick Osems. Walivyofanya ile mabadiliko, timu ikakaa sawa. Sisi makocha wa Kiswahili tunawajua tabia zao jinsi zilivyo. Sawa, yule Pantev mimi nikuulize wewe. Sawa, alikuwa na sababu gani ya kufukuzwa Simba? Kosa lake lilikuwa ni nini? Walichokuwa wanakidai ni kwamba timu haifanye vizuri. Nafasi hazitengenezwi. Tatizo shida inakuwa kwenye kumalizia. Yeye anahusika na nini? Mazoezini wanafundishwa fungeni magoli wanafunga. Wakija kwenye mechi wanakosa. Leo hawajakosa nafasi. Yeye ni mwalimu lakini. Leo hawajakosa nafasi. Zimetengenezwa zimeshindwa kutumiwa, si ndio? Maana yake kama Pantev aliondoka kwa sababu ya kukosa nafasi, hata Matola ana deserve kuondoka kwa sababu nafasi zimekoswa leo. Kipi ambacho kinaitafuna Simba? Kinachoitafuna Simba ni viongozi wa Simba kuanzia Mangungu na hao wengine wanaoambia wenzao wana matatizo nini nasema? Wana ugonjwa wa akili, si ndio? Mimi naona wote kama wana ugonjwa wa akili. Wengine walikuwa wanadai ya kwamba timu ikifungwa wanakwenda kuchekea chooni. Huenda hata leo pia wakaenda kucheka. Kama huyo mzee Mangungu inawezekana yupo chooni saizi anacheka. Bwana, kwa matokeo ambayo Simba anapata kwa kweli yanakupa pressure kuelekea katika kinyang'anyiro cha ubingwa msimu. Kwanza tusahau ubingwa, kitu kinachoitwa ubingwa msimu. Hapana, tunaona, unajua ngoja nikwambie kitu. Dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu hatujaona mvua tayari mawingu au ndo mvua yenyewe? Dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu hatuyaoni kaka, hatuyaoni. Hatuoni nafasi ya Simba kubeba ubingwa msimu huu. Sawa. Michezo minne mmeshinda. Ni kweli misimu minne. Ni kweli tumecheza michezo minne mpaka sasa hivi. Huu ni mchezo wa 5 tumepoteza. Si ndio? Kama mnaikatia tamaa mapema. Unapoteza kwa mshindani gani? Imagine hao Azam wametoka kucheza na Singida. Angalia weight ya Singida na mechi ambayo tumecheza Simba na Mbeya City ni weight ya kawaida. Sawa. Sasa sisi ndio tungecheza na wale Mbeya City. Ingekuwaje? Pengine unaushauri nini uongozi? Mimi nawashauri viongozi. Nawashauri viongozi wakae chini wazimalize shida zao. Sawa, wazimalize shida zao. Pantev alimtoa kafara. Lakini huu ni wakati wa Matola kuondoka. Shukrani sana. Asante.